Baada ya Simba Sports Club kuweza kufungwa magoli mawili kwa bila ugenini dhidi ya RS Berkane kwenye mchezo wa kwanza wa fainali ya kombe la shirikisho CAF mwaka 2024 mwaka 2025, macho sasa hivi yanahamia katika visiwa vya Zanzibar kwa mchezo wa marudiano utakaochezwa Jumapili hii tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025. Mchezo huo mkubwa utafanyika kwenye uwanja wa Amani Complex saa 10 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, utakaorushwa mubashara kabisa kutoka katika chaneli ya DStv huko. Lakini katika mchezo huo wa kwanza bana uliopigwa mjini Berkane, Morocco, wenyeji RS Berkane waliibuka na ushindi wa mabao mawili mapema kabisa, ambapo mabao hayo yaliweza kufungwa na Mamadou Kamara lakini pia Osama Lamlaoui, na sasa wanaingia kwenye mechi ya marudiano wakiwa na faida ya magoli mawili. Hata hivyo, Simba Sports Club hawajakata tamaa, wanaendelea kuonesha hali ya kupambana katika kampeni hii nzima ya mashindano, na wana matumaini makubwa sana kuweza kugeuza matokeo haya mbele ya mashabiki wao nyumbani. Shirikisho la soka barani Afrika CAF limethibitisha kuwa mshindi wa kombe la shirikisho mwaka huu atatunukiwa kombe jipya ambalo litazinduliwa rasmi ndani ya wiki hii kabla ya fainali hiyo ya marudiano. CAF itashirikiana kwa karibu na klabu ya mwenyeji Simba Sports Club, inaendelea maandalizi ya kuhakikisha kwamba tukio hilo la kihistoria litakuwa na mafanikio makubwa zaidi katika visiwa vya Zanzibar. Mechi hii inatarajiwa kusisimua, huku Simba wakihitaji ushindi wa mabao matatu au zaidi ili kuweza kutoa taji hilo la kwanza la CAF Confederation Cup. Mashabiki wa soka nchini kote duniani wakiendelea kutazama mechi hiyo ya soka ambayo itazidi kupigwa hapa Tanzania. Tupe mtazamo wako kwa mdau wa soka kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Uko na mtazamo gani? Simba Sports Club pamoja na Berkane, RS Berkane hapa Tanzania katika uwanja wa Amani Complex. Tupe mtazamo wako. Je, unaiona Simba ikichukua kombe hilo na kombe kuliacha hapa Tanzania? Drop comment yako kwenye comment hapo. Subscribe kwa taarifa kadha kutoka ndani na nje ya mipaka Tanzania. Till next time, bye bye.